Karibu sana kwenye mpango wa ufunzi wa Remedify, mahali ambapo tunakumbushana ukweli mmoja muhimu sana. Afya yako ni utajiri wako. Leo tunaangazia mada ambayo imekuwa ikiwagusa wengi sana. Tuna vyanzo hapa mbele yetu vinavyochambua kwa undani safari ya ugonjwa wa kisukari cha aina ya pili. Jinsi unavyoanza kimya kimya na muhimu zaidi, jinsi unavyoweza kudhibitiwa. Asante. Na lengo letu leo, unajua, sio tu kukupa orodha ya fanya hiki usifanye kile. La hasha. Tuko hapa kuchambua taarifa hizi ili tuelewe lugha ambayo mwili wako unazungumza. Hatuzungumzii hukumu ya maisha yote. Tunazungumzia hali ya kimwili ambayo ni matokeo. Na jambo la kushangaza ni kwamba ukibadilisha mazingira, mwili una uwezo wa ajabu wa kujirekebisha. Kusikiliza. Chanzo chetu kinasema wazi wazi, kisukari cha aina ya pili si bahati mbaya, hakitokei tu kutoka hewani. Ni kama kilele cha safari ndefu, yaani safari ya miaka mingi ambapo mwili umekuwa ukipambana. Sahihi. Umekuwa ukipambana na mzigo wa sukari kupita kiasi, vyakula vilivyosindikwa, msongo wa mawazo. Na hapa ndipo tunapopata ufahamu wa kwanza muhimu. Vyanzo vyetu vinaweka wazi kuwa ingawa tunatumia neno moja kisukari, kuna tofauti kubwa. Kwa mfano, kisukari cha aina ya kwanza mara nyingi huanza utotoni. Hapa tatizo ni kwamba mfumo wa kinga wa mwili wenyewe unashambulia seli za kongosho zinazotengeneza insulini. Kwa hiyo, insulini kutoka nje inakuwa ni suala la uhai kabisa. Sawa. Na nimesikia pia kuhusu aina ya 1.5. Hiyo inaingia wapi hapo katikati? Wengi hawaijui. Swali zuri sana. Hiyo inaitwa LADA na ni muhimu kuifahamu. Aina ya 1.5 ni kama daraja fulani. Inatokea kwa watu wazima na kama ilivyo aina ya kwanza, mfumo wa kinga unahusika, lakini uharibifu unatokea polepole sana. Yaani, mtu anaweza kugunduliwa kimakosa kuwa na aina ya pili, kumbe sivyo. Kumbe, kwa hiyo matibabu yanatofautiana Kabisa. Kudhibiti lishe hapa kunaweza kusaidia kulinda seli zilizobaki za kongosho kwa muda mrefu zaidi. Sawa, nimeelewa. Hizo ni hali ambapo mfumo wa kinga unahusika. Lakini sasa vipi kuhusu ile safari ya aina ya pili? Inaanza wapi hasa? Inaanza na kengele ya hatari. Vyanzo vinaita hali ya kabla ya kisukari, prediabetes. Hii ni ishara dhahiri kutoka kwa mwili wako unaosema, msaada, mzigo umezidi. Sukari kwenye damu imeanza kupanda, lakini bado haijafikia kiwango cha utambuzi kamili. Huu ndio wakati muhimu zaidi. Wakati ambao bado unaweza kubadili mwelekeo, au sio? Hapo sasa, una nguvu kamili ya kugeuza meli kabla haijagonga mwamba. Na kama kengele hiyo ikipuzwa, ndipo tunafika kwenye kiini cha mjadala wetu leo, kisukari cha aina ya pili. Sahihi kabisa. Na hapa ndipo tunahitaji kubadili mtazamo wetu. Kisukari cha aina ya pili, kimsingi, si ugonjwa wa sukari kupita kiasi. Ni ugonjwa wa insulini kupita kiasi. Mwili unashindwa kutumia insulini ipasavyo. Hali ya insulin resistance. Lakini, na hii ni kauli yenye matumaini, vyanzo vinasisitiza hii ni hali inayoweza kubadilika. Ngoja kidogo. Hebu tufafanue hilo la usugu wa insulini. Neno linatumika sana, lakini watu wengi hawaelewi maana yake hasa. Kweli, na hapa ndipo tunapata ufunuo. Fikiria seli zako kama nyumba ndogo zenye milango. Kila unapokula wanga au sukari, kongosho linatoa insulini. Insulini ni kama ufunguo. Kazi yake ni kufungua milango ya seli ili sukari ingie ndani na kutumika kama nishati. Sawa, niko pamoja nawe. Sasa, fikiria nini kinatokea ikiwa kila siku, kila saa, kuna lori la sukari linamwaga sukari mlangoni pako. Baada ya muda, ningefunga milango na madirisha yote, nisingetaka kuiona tena hiyo sukari. Hivyo ndivyo hasa seli zako zinagofanya. Usugu wa insulini si kwamba seli ni mbovu. Ni utaratibu wa kujihami wenye akili. Seli zinapofurika sukari, zinaanza kupunguza idadi ya milango na kupuuza ule ufunguo. Ni seli zako zinazosema, stop, sukari iliyozidi ni sumu. Hatuwezi kupokea zaidi. Wow, hilo linabadilisha kila kitu.
Kumbe mwili haujashindwa, bali unajaribu kujilinda. Ndivyo. Kwa hiyo usugu wa insulini si chanzo cha tatizo, ni dalili ya tatizo la msingi ambalo ni mzigo uliopitilizwa wa sukari. Na vipi kuhusu mafuta? Chanzo kinasema yanahusikaje kwenye vita hii ya ndani? Hapa ndipo hali inakuwa ngumu zaidi. Sukari yote hiyo inayokataliwa na seli inabaki kwenye damu, si ndio? Mwili ukiwa na akili, ini linajaribu kuokoa hali kwa kubadilisha sukari hiyo kuwa mafuta. Mafuta haya yanajazana kwenye ini lenyewe na kusababisha fatty liver ambayo inazuia zaidi utendaji wa insulini. Pia, mafuta haya huingia ndani ya misuli na kuifanya iwe migumu zaidi kwa insulini. Ni mduara hatari. Sawa, picha iko wazi sasa. Tumechora ramani ya jinsi tatizo linavyotokea. Hii inatupeleka kwenye swali muhimu zaidi. Tunatoka vipi hapa? Chanzo chetu kinatoa mikakati tofauti kwa watoto na watu wazima. Hili linavutia. Ndiyo, kwa sababu mahitaji yao ni tofauti kabisa. Kwa watoto, vyanzo vinasisitiza jambo moja la msingi. Lengo si kuwanyima chakula. Miili yao inahitaji nishati. Lengo ni kubatili ubora wa nishati hiyo na muda wa kuipata. Kwa hiyo unaanzaje na mtoto? Hatua ya kwanza kabisa ni ipi? Hatua ya kwanza, na labda yenye nguvu zaidi, ni kuondoa vinywaji vyote vyenye sukari. Juisi za boksi, soda, chai iliyotiwa vijiko vingi vya sukari. Hivi ni kama kumwagia petroli kwenye moto. Ni sukari ya maji inayoingia kwenye damu mara moja na kusababisha mlipuko wa insulini. Kwa hiyo badala yake iwe maji tu. Maji, maziwa fresh yasiyo na sukari, au labda chai za mitishamba. Ni mabadiliko madogo lakini yenye matokeo makubwa sana. Na baada ya vinywaji, chakula chenyewe sasa. Pili, tunabadilisha vyakula vilivyosindikwa sana na vyakula halisi. Badala ya mkate mweupe, chapati za ngano, tunaleta viazi vitamu, nduma. Tatu, na hii ni muhimu sana, ni kuweka dirisha la kula la masaa 12. Yaani, chakula cha jioni mapema na kisha hakuna kula chochote hadi kiamsha kinywa asubuhi. Hii inaupa mwili masaa 12 ya kupumzika. Na hakuna vile vidogo vidogo usiku. Hakuna kabisa. Na bila shaka, kuwaacha watoto wawe watoto, wacheze. Chanzo kinaeleza kuwa misuli ni kama sponji kubwa ya sukari. Mtoto anapokimbia na kuruka, misuli yake inanyonywa sukari kutoka kwenye damu. Sawa. Mkakati kwa watoto ni wa upole, kuboresha ubora na muda. Ina mantiki. Lakini nadhani kwa mtu mzima ambaye mwili wake umekuwa ukipambana na hii hali kwa miaka, labda mbinu inahitaji kuwa ya nguvu zaidi, sivyo? Uko sahihi kabisa. Kwa watu wazima, mbinu inakuwa ya kina zaidi. Lengo bado ni lile lile, kupunguza kiwango cha insulini mwilini, lakini zana zinazotumika ni kali zaidi. Tunazungumzia lishe maalumu yenye wanga kidogo sana na itifaki za kufunga. Hizi zinalenga kushambulia moja kwa moja yale mafuta yaliyojazana kwenye ini. Hili la lishe linasikia kama changamoto. Watu wanafikiria watahitaji kula vyakula vya ajabu visivyopatikana. Lakini chanzo chetu kinatoa mfumo unaotumia vyakula vya kawaida kabisa vya hapa Kenya. Na huo ndio uzuri wake, hakuna haja ya vitu vya gharama kubwa. Msingi ni kupunguza ulaji wa wanga, yani carbohydrates, hadi kati ya gramu 30 na 80 kwa siku. Unajaza sahani yako na protein, mayai, samaki kama omena na tilapia, nyama ya mbuzi, kuku. Na mboga za majani ambazo tunaso kwa wingi. Kwa wingi, sukuma wiki, mchicha, cabbage, managu, terere, hizi ni silaha zako kuu. Zina virutubisho vingi, nyuzi na wanga kidogo sana. Halafu, unakumbatia mafuta yenye afya, parachichi, nazi na mafuta yake, karanga. Sasa, swali ambalo najua kila mtu anajiuliza, vipi kuhusu ugali? Vipi kuhusu wali na viazi? Hapo sasa. Hapa ndipo nidhamu inapohitajika. Kwa kipindi cha wali cha uponyaji, vyanzo vinashauri kuacha kabisa sukari yenyewe, unga mweupe, mkate mweupe, mchele mweupe na ugali wa mahindi. Lengo ni kuupa mwili wako likizo kutoka kwa sukari. Huu ni mfumo wenye nguvu kweli. Na hapa katikati ya mazungumzo yetu ni muhimu tukumbuke daima, kinga ni bora kuliko tiba. Kuelewa haya kabla ya kufika pabaya ndio ushindi mkuu. Sahihi. Sasa tukiunganisha lishe hiyo na zana ya pili,
kufunga, yani fasting, matokeo yanakuwa ya kasi zaidi. Chanzo kinaelezea itifaki ya kufunga kwa watu wazima na inaanza taratibu. Awamu ya kwanza ni kufunga kwa masaa 14 hadi 16 kila siku. Si ngumu kama inavyosikika. Unamaliza tu chakula cha jioni mapema, halafu mlo wako unaofuata ni asubuhi iliyofuata. Kwa hiyo ni kama kuchelewesha tu kiamsha kinywa kidogo. Watu wengi wanaweza kufanya hivyo. Wanaweza kabisa. Unaruhusiwa kunywa maji, kahawa tupu, chai isiyo na sukari. Baada ya kuizoea hiyo, unaweza kuingia awamu ya pili, kufunga kwa masaa 18 hadi 20, labda mara 3 kwa wiki. Unakula milo yako yote ndani ya dirisha la masaa machache. Ngoja, naona kuna awamu ya 3 na hii inaonekana, yani ni ya hali ya juu, kufunga kwa masaa 36. Hii inasikika kuwa kali sana. Watu wengi wataogopa na kusema, siwezi. Swali zuri sana na ni muhimu kuliweka wazi. Awamu ya 3 ni kwa watu wazima tu na ni zana ya hiari, lakini ina nguvu sana. Kufunga kwa masaa 36 kunatoa usafishaji mkuu kwa mfumo wako. Vyanzo vinasisitiza usalama, kunywa maji mengi na labda kuongeza chumvi kidogo. Na sheria namba 1 ni sikiliza mwili wako. Sawa, hiyo inaleta uwazi. Sasa, mtu ameanza kubadili lishe, anajaribu kufunga. Anajuaje kama haya yote yanafanya kazi? Huwezi kubahatisha. Hakuna kubahatisha, unakuwa mpelelezi wa afya yako. Vyanzo vinapendekeza upimaji wa mara kwa mara. Kwanza, sukari ya asubuhi ukiwa umefunga, ambayo unaipima nyumbani na glukomita. Namba ikianza kushuka, unajua uko kwenye njia sahihi. Na kile kipimo cha picha kubwa cha miezi 3. Hicho ni kipimo cha A1C. Hiki hakidanganyi, kinatoa wastani. Kushuka kwa A1C kutoka tuseme 9% hadi 6 ni ushindi mkubwa unaoonekana. Hapa tunafika kwenye eneo nyete na muhimu sana, dawa. Watu wengi watakuwa tayari wanatumia dawa za kisukari, wengine wanajidunga insulini. Na hapa vyanzo vinatumia lugha nzito na ya onyo kali. Mabadiliko yoyote ya dawa, hasa insulini, lazima, na narudia lazima, yafanyike chini ya usimamizi wa karibu wa daktari. Ili tuwe wazi kabisa, kwa nini hili ni jambo la kufa na kupona? Kwa nini ni hatari kiasi hicho? Kwa sababu lishe hii na kufunga vinafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu. Sasa fikiria, sukari yako inashuka kiasile, na wakati huo huo unajidunga dozi ile ile ya insulini. Unaunda dhoruba kamilifu ya sukari kushuka chini sana, hali ya hatari inayoitwa hypoglycemia. Hatari sana. Hatari sana. Inaweza kusababisha kuchanganyikiwa, kupoteza fahamu. Hivyo, kadiri namba zinavyoshuka, daktari wako anahitaji kupunguza dozi ya dawa. Huu si mchezo. Hilo ni onyo muhimu sana. Sasa, tukikusanya haya yote pamoja, picha ya mwisho inaonekanaje? Je, hii ni safari ya kujinyima maisha yote? Hapa ndipo habari njema zaidi inapopatikana. Vyanzo vinazungumzia uwezo wa ajabu wa mwili kujiponya. Seli za beta kwenye kongosho zilizokuwa zimelemewa, pinde zinapopata nafasi ya kupumzika, zinaweza kuanza kufanya kazi vizuri tena. Yale mafuta yaliyojaa kwenye ini yanaweza kuondoka ndani ya wiki chache tu. Kweli, ndani ya wiki? Ndiyo. Na misuli ambayo ilikuwa sugu inaanza tena kuwa na unyeti na kutumia sukari ipasavyo. Huu si mchakato wa kinadharia, ni biolojia. Kwa maneno mengine, kisukari cha aina ya pili si lazima kiwe hukumu ya maisha yote. Si utambulisho wako. Ndivyo haswa. Fikiria kama mguu uliovunjika. Ukiendelea kuukanyaga, hautapona. Lakini ukiuweka kwenye cast na kuupa muda wa kupumzika, mfupa utajiunga wenyewe, sivyo? Vivyo hivyo, kisukari cha aina ya pili ni ishara kwamba mfumo wako umevunjika chini ya mzigo. Ukiondoa huo mzigo, unaupa mwili wako fursa ya kujiponya. Tumechambua safari nzima, kuanzia kuelewa lugha ya mwili unapolia hadi mikakati ya vitendo. Ujumbe mkuu unaojitokeza ni kwamba wewe una nguvu ya kufanya mabadiliko. Kabisa. Ujumbe wa kuondoka nao ni huu. Mabadiliko haya si kuhusu kujitesa, ni kuhusu kuupa mwili wako heshima unaostahili. Kila mlo ni fursa ya kuamua, unaupa mwili wako mzigo au unaupa nafasi ya kupona.
Na kumbuka, hata hatua ndogo ikifanywa kila siku hujenga msingi wa mabadiliko makubwa. Na daima kumbuka, kinga ni bora kuliko tiba. Sasa, kwako wewe msikilizaji, tunakuachia swali hili la kutafakari. Vyanzo hivi vimezungumzia kuondoa mzigo uliopitiliza wa kimetabolic mwilini. Je, ni maeneo gani mengine katika maisha yako, labda kazini, kwenye mahusiano au hata kiakili, ambayo yanaweza kufaidika kwa kutambua na kuondoa mzigo uliopitiliza? Asante kwa kutembelea mpango wa ufunzi wa Remedify. Kwa vipindi zaidi kama hiki, endelea kutembelea mfululizo wetu. Pia, usisahau kuangalia maelezo ya kipindi kwa nyenzo zaidi za kukusaidia kukua katika roho, akili na mwili wako. Na usisahau kuanza mafunzo yako ya Biblia ya bure katika chuo cha Biblia ya Tyrannus Hall. Tunaamini muda wako umetumiwa vyema nasi leo. Kwa heri kwa sasa. Kumbuka daima, afya yako ni jukumu lako.